Siku zilikuwa zimepita kama ndoto ya jinamizi. Ujauzito wa Rehema ulikuwa kwa kasi ya ajabu. Alipoingia mwezi wa 3, tumbo lake lilionekana kama la mwanamke wa miezi 7. Majirani walianza kuuliza maswali, lakini familia ya Rehema waliwazuia kwa vitisho. Sadiki, aliyekuwa akihisi kama mfungwa ndani ya ndoa yake, alikuwa amepoteza amani kabisa. Usiku mmoja, Rehema aliamuka ghafla akilia kwa sauti ya mwanaume mzima. Sauti hiyo ililia, "Nifungue baba, nifungue, nataka kuzaliwa." Sadiki alijaribu kumbembeleza, lakini Rehema alimsukuma kwa nguvu zisizo za kawaida hadi akagonga ukuta na kuzirai kwa dakika kadhaa. Alipoamka, alikuta mke wake akitembea kwenye vidole vyake, huku akipiga kelele za kichawi. Sakafu ilianza kuvunjika sehemu moja na mti wa minyao uliokuwa umekatwa zamani ukaanza kuchipua ndani ya chumba. Siku iliyofuata, Sadiki aliamua kutoroka na Rehema. Aliona hawezi kuvumilia zaidi. Alipanga kumpeleka Kigoma mjini kwa daktari wa akili, au hata kumpeleka kwa wachungaji walioko mtaa wa Gungu. Usiku wa saa 10, waliondoka kimya kimya, huku Sadiki akimbeba mke wake mjamzito mgongoni kwa baiskeli ya mkopo. Lakini walipofika barabarani karibu na msitu wa Mwanga, giza lilishuka ghafla kama jua limezama ghafla. Hewa ikawa nzito. Ndege walikuwa kimya. Sadiki aliposhuka kupumzika, Rehema alianza kutapika damu. Ndani ya matapishi yake kulikuwa na meno ya mtu, meno kamili 4 yenye mizizi. Kisha Rehema akasema kwa sauti ya mzee, "Sadiki, huruhusiwi kunitoa. Agano lilifanyika, na ukivunja, damu itahitajika kulipia." Sadiki alikimbia kwa hofu, akamchukua tena mke wake kwa nguvu. Wakati huo huo, paka weusi watatu walijitokeza mbele yao. Macho yao yalikuwa na miale ya kijani kama taa ya gari. Baiskeli iliharibika ghafla. Rehema akazirai. Sadiki hakuwa na chaguo. Alibeba mke wake kwa mgongo hadi wakarudi nyumbani alfajiri. Mama mkwe wake alikuwa amesimama mlangoni akitabasamu. Alisema, "Umetambua sasa. Huku ndiko litakiwa kuwa. Hatuwezi kuruhusu damu ya urithi katike." Sadiki alijua sasa amenaswa kwenye mtego mzito wa kishetani. Katika hali ya kuchanganyikiwa, Sadiki alikumbuka kuna mzee mmoja mtaa wa zamani, mzee Rashidu, aliyekuwa rafiki wa baba ya Rehema. Alitafuta njia ya kukutana naye kwa siri. Alipomwona, mzee huyo alishituka na kumwambia, "Umeoa binti ya giza." Lakini giza lenyewe halikumaanishwa kumwangamiza. Wanaotaka urithi ni watu wa damu yake. Baba yake alikuwepo kulinda siri, lakini sasa roho yake imefungwa kwenye tumbo la huyo mtoto. Huo mtoto si binadamu tu, ni mlango wa mwisho wa baba yake kurudi. Sadiki alipigwa na butwaa. "Unamaanisha mtoto huyu ni roho ya baba yake?" aliuliza kwa sauti ya hofu. "Ndiyo, lakini ukizaliwa bila tambiko sahihi, atarudi kama kiumbe wa kisasi na familia nzima itatoweka. Kazi yako si kuitoroka familia, ni kuivunja laana. Na laana hii imefungwa kwa jina la baba yake, damu ya mama yake na moyo wa mtu asiye na doa. Wewe ni moyo huo, Sadiki." Mzee Rashidu akatoa hirizi ya zamani na kumpa Sadiki. "Wakati wa kujifungua ukifika, utalazimika kuchagua mke wako au mtoto. Mmoja hatabaki hai." Katika sehemu inayofuata ya 4, Rehema ataanza kupata uchungu wa uzazi usionao wa kawaida. Familia itajitayarisha kwa tambiko la kuamsha roho ya mzee Yusuf kupitia mtoto. Sadiki atapaswa kuamua kuokoa mke wake kwa kuvunja agano au kuruhusu mtoto azaliwe na kufungua milango ya giza. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike.